Meneja mkuu wa masoko Kariakoo, kwanza tungependa tufahamu mpaka sasa ujenzi umefikia wapi toka soko liungua? Asante sana. Ujenzi kwa soko la Kariakoo kwa sasa umefikia 99%. Nikisema 99% namaanisha kwamba asilimia kubwa matengenezo yote yamekamilika. Kama mlivyoona tumejionea, eneo lililobaki sana ni sehemu ya fence. Mjenzi ameamua kuweka fence, tulipendekeza kwamba kuweza kuzuia watu wasije kavuka eneo la soko wakapaki magari au wakawa wanasogeza bidhaa au wanapanga biashara zao eneo ya soko. Kwa hiyo fence nadhani umeona tayari basement wameweka ni kusimamisha chuma ili hewa iweze kuingia na watu waweze kuview au kuona wakiwa nje ya barabara. Vipi kwa upande wa wafanyabiashara ambao ndio walikuwa waathirika kipindi soko hili linateketea? Sana kwa wafanyabiashara waliokuwa waathirika, kwanza kabisa kipekee ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea tena soko la Kariakoo na kwa ukubwa wake. Soko la Kariakoo lilikuwepo soko kuu na soko dogo. Lakini kama tulivyotembea mkaona, soko kuu limebaki kama lilivyo, lakini soko dogo ambalo lilikuwa ni Shimoni limeongezeka kutoka gorofa 1 mpaka gorofa ya 6. Haya ni mapenzi mema ya Jemedari Rais wetu, lakini kwa wana Kariakoo na wananchi wote ambao watakuja kufanya biashara hapa. Zaidi ya bilioni 29 serikali imeweka hapa. Na tunajitahidi kwamba tuhakikishe zinarudi kwa kusimamia biashara hapa iwe huru, lakini watu waweze kufanya biashara kwa amani na kuweza kupata kipato chao wakati wakilipa kodi stahiki au kodi rafiki ambayo tumeziweka. Umesema jengo soko limeongezeka ukubwa. Vipi kwa sehemu hizo ambazo zimeongezeka? Asante. Soko limeongezeka ukubwa nikimaanisha kwamba kuna wale ambao walikuwepo mwanzoni wakawa wameunguliwa. Wale tayari tumewarejesha kutokana na taarifa ya kamati ambayo ilifanya uhakiki wa wafanyabiashara walikuwa wanastahili kurudi. Baada ya kuwa tumewarejesha wale, kuna maeneo yaliyobaki kutokana na kwamba Mheshimiwa Rais alijenga kwa ukubwa. Sasa pesa alizotoa ni kujenga soko la zamani lakini kuongeza tena nafasi. Kwa zile nafasi zilizobaki ndo leo sasa ndo mnada umefunguliwa tarehe 5 Juni kuanzia saa 1 asubuhi. Watu wako kwenye mnada wa Tausi, wanajisajili, walishajisajili, wanafanya kuchambua maduka wanayoyataka. Utaratibu kama tulivyoeleza toka tarehe 29 mwezi wa 5 tumekuwa tukiwahamasisha wananchi, lakini tukiongea na vyombo vya habari kwamba mnada ni leo tarehe 5. Na tayari watu wameanza. Unafanyaje? Unajisajili kwenye mfumo wa Tausi, lazima uwe na namba yako, chini namba yako na namba ya simu. Ukishaingia kule utakuta maduka yapo na maduka yameanza kuonekana zaidi ya wiki moja. Lakini leo rasmi ndo mnada sasa umeanza. Kwa hiyo tuliwaachia watu waweze kuona ili mtu aweze kufanya na chaguo kwamba mimi nataka nifanye biashara gani. Maduka yaliyoko kule ni kama mnavyoona. Kuna maduka ya simu, lakini kuna maduka ya nguo, kuna bucha, kuna sehemu za kufanyia biashara za urembo, lakini pia kuna magodown, kuna ofisi za watu wanataka kutumia ofisi, lakini kuna maeneo maalum ambayo ni mabenki, ambayo ni taasisi za kifedha. Hayo sasa ni yale ya mbele ambayo yenyewe yatakuwa kwa ajili ya mabenki tu. Ile ukiingia ndani ndio hayo maduka ambayo tumeyatangaza. Kwa hiyo na wahamasisha na waomba na washauri wananchi waingie kwenye mnada, bado unaendelea, ni kuanzia leo tarehe 5 mpaka tarehe 11 ndio tutakuwa tumemaliza zoezi letu la mnada na tutawapatia mikataba hapo wakiwa wamemaliza. Vipi kuhusiana na masuala ya usalama katika soko hili? Masuala ya usalama yako vizuri. Kama mlivyoona, ukiangalia hata hapa kuna CCTV kamera kila sehemu. Lakini pia kuna vizima moto au fire extinguisher sehemu zote za soko hili. Lakini pia wataalamu wetu kupitia mkandarasi amekuwa akiwafundisha jinsi ya kuvitumia hivi vifaa. Kwa hiyo tunajitahidi kabla hajakabidhi jengo, wataalamu wetu wanaoelewa kutosha, wamefanyia mafunzo ili kama kuna lolote linatokea sisi tuweze kutaarifiwa au lolote linatokea tuweze kumanage sisi kama wenye shirika ili kuzuia ajali zitokee kama ilivyokuwa awali. Lakini tumeongeza pia kuna vifaa vya kisasa vya kuzimia moto, lakini pia kuna milango ambayo inaweza kuzuia kwamba moto umetokea upande mmoja usiweze kuvuka upande kwenda sehemu nyingine. Vyote nimeweza kuona. Asante sana. Asante sana. Karibuni sana Kariakoo.